Nchi ya China na nchi ya Urusi zina mpango wa kutengeneza bomba kubwa sana la gesi kutokea katika nchi ya Urusi kwenda katika nchi ya China. Sio kwamba hawana bomba lingine la gesi, bomba wanalo ambalo linajulikana kama Powerful Siberia 1 ambao unapita katika upande wa mashariki mwa nchi ya Urusi ambao actually maeneo ya Siberia. Unashuka unaelekea paka katika upande wa mashariki mwa nchi ya China. Bomba hili la Powerful Siberia 1 linabeba kiwango kikubwa sana cha gesi, ni takriban kama cubic mita bilioni 38 na wana mpango wa kuongeza walau ifikie katika cubic mita bilioni 45. Ni bomba la gesi ambalo linafanya kazi, lakini mpango wao ni kuongeza zaidi, na hii ni kwa sababu ya matumizi ya nchi ya China, kwa matumizi yao ni makubwa. Kuongeza bomba lingine la gesi ambalo litajulikana kama Powerful Siberia 2 au litakuwa linajulikana kwa jina mbadala kama Altai Pipeline, ambalo kiasili kwa project nzima walikuwa wameitengeneza China na Urusi lilikuwa linapita katika makutano ya nchi nne. Sehemu ambapo inakutana nchi ya Urusi, nchi ya Mongolia, nchi ya Kazakhstan na nchi ya China kwenye center inayojulikana kama Altai. Pamoja na kwamba katika nchi ya Urusi, katika upande wa nchi ya Urusi vile vile kuna jimbo vile linajulikana kama Altai. Sasa hilo jina mbadala la hii bomba la gesi yani ukiachia kuitwa kama Powerful Siberia 2, hilo jina la Altai manake limechukuliwa kutokana na hiyo sehemu ambazo zinakutana nchi nne. Sasa plani ya kupitisha katika sehemu ya Altai imebadilika hivi sasa. Imebidi wapitie katika sehemu ya Mongolia kwa sababu hii sehemu ya Altai ni sehemu ambayo inazingatiwa kwamba ni urathi wa dunia. Kwa hiyo ina maana ile UNESCO wana utaratibu wao, mambo ya kutunza mazingira na vitu kama hivyo, ikafanya ile project ishindwe kupita pale katika sehemu ya Altai. Kwa hivyo inapita katika sehemu ya Mongolia, ndani ya Mongolia, na kisha kuelekea katika maeneo kama Beijing na mfano wake. Sasa sehemu hii ya Altai kwa nini inazingatiwa sana mpaka inaingia katika sehemu ya urathi wa dunia? Sehemu hii ndio sehemu ambayo ina kisiwa, yani baada ya kufanyika utafiti wa kutosha, inaonekana ndio asili hasa ya jamii ya watu wenye asili ya Kituruki ambao ni wengi sana duniani. Watu wa jamii ya Kituruki ni wengi sana duniani. Wengi wanaonekana au inaonekana asili yao hasa ni katika hii sehemu ya Altai, na kisha ndio wakasambaa. Na ndio maana unaweza kuona kwamba jamii ya Waturuki ambao wanapatikana katikati ya bara la Asia kuelekea katika maeneo ya Ulaya, ina maana muunganiko wao hasa unatokea sehemu hii. Ukiangalia nchi kama hiyo ya Kazakhstan inapakana kabisa na hii sehemu ya Altai, ndio unaunganika na sehemu nyingine kama hizo za Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Ukivuka katika bahari ya Caspian, maana yake unakwenda katika sehemu kama za Azerbaijan, unaunganika paka katika sehemu za Urusi. Yote hii ni ukanda wa jamii ya watu wa Turuki ambao wote wanaonekana sehemu yao asili yao ni pale katika sehemu ya Altai, isipokuwa tu sehemu ambayo imekaribiana na sehemu ya Altai kwa kiwango fulani. Sehemu kama za Tajikistan zenyewe hazina asili yao huko, kwa sababu Tajikistan actual asili yake ni sehemu kama za Iran kwa jamii ya Wafursi. Lakini vile vile ukiachilia katika upande huu wa magharibi ambao unapata hizo nchi nilizozitaja, ambazo hizo zote zinaingia katika umoja wa nchi za zenye asili ya Kituruki, Organization of Turkic States, hizo zote zinaingia isipokuwa hiyo nchi ya Tajikistan ambayo asili yake actually ni inafungamanishwa zaidi na sehemu ya Iran kwa Wafursi. Lakini ukienda katika sehemu za Urusi yenyewe, manake katika majimbo kama Yakutia ambayo ni jimbo kubwa sana pale Urusi, Yakutia inapatikana katika upande wa mashariki. Ukienda katika majimbo kama ya Tataristan ambayo yanapatikana wale Watatar, yote haya ni majimbo na yako mengine mengi ambayo yana asili ya watu wa Turuki, lakini wote asili yao ni hapo katika hiyo sehemu ya Altai. Ukienda katika sehemu ya China kuna makabila kama ile ya Uyghurs ambayo yanapatikana katika ile Xinjiang province, na wenyewe vile vile ni jamii ya Waturuki ambao wote asili yao ni katika sehemu hiyo ya Altai. Kwa hiyo ina maana jamii ya Waturuki wanapatikana katika nchi ya Urusi, wanapatikana katika sehemu katikati ya bara la Asia, wanakwenda mpaka sehemu za Ulaya, kule katika nchi ya Uturuki yenyewe.
wanakwenda mpaka katika sehemu za China, kote huko wanapatikana jamii ya Waturuki. Na hawa Waturuki kwa sababu walikuwa actually wengi walikuwa ni wafugaji. Hawa Waturuki walipanda kutoka katika sehemu za mashariki mwa nchi ya Urusi, wakapanda wakaenda mpaka katika sehemu za Greenland, kaskazini mwa dunia kabisa. Ukiangalia katika makabila ya kule Greenland kama wale wanaitwa Inuit, wakitazama zile genetics makeup zao, zile vimelea vyao vya asili vinakutwa au vinafahamika kwamba vinatokana na, yani vinaunganishwa na jamii ya Kituruki, watu wa kule upande wa Greenland. Na ndio hao wanaonekana walihama tena kutoka katika sehemu ya Greenland wakaingia katika upande wa kaskazini mwa bara la Amerika. Maanake katika sehemu kama za Canada leo hii, Marekani, wakashuka mpaka kwenda huko chini Brazil, Argentina, huko chini Venezuela, kuelekea huko chini. Lakini wote hawa asili yao inaonekana kwamba ilikuwa ni asili moja, isipokuwa tu kwa sababu ya ile movement za miaka mingi za jamii inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio leo hii wakasamba. Sasa unaweza ukapata picha jamii ya watu ambao jamii ya hao Waturuki kwamba wanaanzia katika sehemu ya Anatolia, na nikisema Anatolia maana yake nakusudia sehemu kama ya Uturuki. Wanatoka sehemu ya Anatolia wanakwenda katika bara la pale katikati ya Central Asia, kwa maana zile sehemu zote za Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, lakini vile vile katika hizi sehemu za nani hapa sehemu za Azerbaijan vile vile wanapatikana, ina maana maeneo kama ya Caucasus wanaita. Lakini hiyo Urusi yenyewe ukipandisha kutoka hapa katika sehemu kama za Azerbaijan, sehemu ya Azerbaijan na Armenia ambao ni sehemu za Caucasus, ukiingia ndani ya Urusi kidogo katika maeneo kama ya Makhachkala au Derbent unawakuta pia hao Waturuki. Kwa ina maana Waturuki ni wengi sana, ukichukua watu wenye asili ya Kituruki, hata watu wale wa Latino America, wale Wahindi wekundu ambao waliuliwa sana pale katika nchi kama ya Marekani, waliuliwa sana na huko maeneo ya Canada, wale asili yao actually ni Waturuki, ni jamii ya watu ambao ni Waturuki. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba hii jamii ya Waturuki ni kubwa kwa kiwango gani na imesambaa kwa kiwango gani, lakini wote asili yao ni katika hiyo sehemu inajulikana kama Altai. Na ndio maana unaona kwamba project ya China na Urusi imeshindwa kufanyika katika sehemu ya center hii ambayo inakusanyika hizi nchi za China, Mongolia, Kazakhstan pamoja na Urusi, kwa sababu ya umuhimu wa sehemu hii. Lakini vile vile sehemu hii ya Altai ni sehemu ambayo zile mila za kiasili za binadamu, yani zile tabia za binadamu kama kuabudu mizimu na mfano wake, unazikuta wazungu wa Kirusi wanakwenda pale katika kufanya hizo ibada za mizimu na mfano wake, kwa sababu wanaamini pale ndio asili yao. Achilia mbali wale wa Slavic ambao ni jamii ya Warusi ambao wengi walitokea katika upande wa bara la Ulaya, isipokuwa jamii kama za Waturuki ambazo wanapatikana zaidi katika upande wa mashariki mwa nchi kama ya Urusi, wengi huwa wanafanya safari, wanakwenda katika sehemu kama hizo za Altai, kwa sababu kuna mambo mengi ya kiasili katika sehemu hiyo ya Altai. Kuna mambo mengi sana ya kiasili, kuna mabaki ya vitu vingi sana vya kiasili, ndio maana vitu vingi huwa vinaachwa kama vilivyo vya pale katika eneo lile la Altai. Lakini ni moja katika sehemu muhimu ambayo inatoa ishara kwanza yani movement za binadamu, kwamba binadamu wanaweza wakatembea katika masafa marefu. Kadri muda unavyozidi kwenda, maanake huwa wana tabia ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini jambo lingine ambalo unaweza ukalipata katika sehemu kama ile ya Altai ni kwamba kukosekana kwa watu sehemu fulani au kupungua kwa watu katika sehemu fulani huwa haina maana kwamba sehemu hiyo labda ni sehemu mpya, kwa sababu miji ina tabia ya kuzaliwa na kufa. Mji wote duniani
ina tabia ya kuzaliwa na kufa. Ndio maana unaweza kuona katika sehemu zilizokuwa mashuhuri siku za nyuma, ukaenda sehemu kama za Mafia ambazo zilikuwa ni mashuhuri sana katika zama za nyuma, kiasi ambacho ina maana sehemu kama za Kilwa actually nilikuwa namaanisha, ambazo zilikuwa ni sehemu mashuhuri, biashara zinafanyika, dola ipo, ana pesa yao na vitu vingi. Lakini leo hii ukienda, maanake ni sehemu ambazo inabidi tena kuzipa uhai, yani maanake kama ndio uwekezaji ufanyike na vitu kama hivyo, na kilichobakia kikubwa zaidi labda ni sehemu kama za makumbusho, kwa sababu ndio tabia ya miji, kwamba mji wote huo unazaliwa na unakufa. Kuna kipindi cha mji fulani kuwa hai, lakini ule uhai unapokuwa umeshaondoka au zama zile zikishapita, maana yake kinachofuatia mbele huja zama za kuzaliwa kwa miji mingine. Ndio utaratibu wa miji jinsi unavyokuwa. Kwa katika sehemu kama ya Altai sasa hivi inaonekana kwamba kwa kiwango kikubwa ni sehemu ambayo kama imeachwa kiasili, isipokuwa katika sehemu kama za Urusi, ile Altai ya Urusi wameweza kuendeleza kwa kiwango kikubwa, lakini kuna sehemu ambazo zinaachwa kama zilivyo, ikiwa kama ni sehemu ya kumbukumbu muhimu ya kuonyesha kwamba kuna binadamu waliishi katika maeneo haya na walikuwa na shughuli zao. Lakini vile vile kubwa kuliko zote ni miongoni mwa sehemu ambazo zimebaki ni korido za shughuli za kiuchumi, na ndio maana walitaka wale wapitishe bomba lile la gesi katika sehemu ya Altai, kwamba asili ya Altai kupata ustawi wake, na ndio maana ile jamii za Waturuki zilianza kusambaa katika sehemu kubwa, kwa sababu zilikuwa ni kama ni center ya watu wanaosafiri kutoka katika sehemu kama za Siberia, upande ule wa mashariki mwa nchi ya Urusi, wanashuka kuelekea katika sehemu kama za Fursi huko kwa jamii ya pale Iran, na kutoka katika sehemu kama za upande kama wa China watu kusafiri kuelekea katikati ya bara la Asia. Maana hizo shughuli kwa wanadamu zilikuwepo, midhali kwamba jamii za wanadamu zilikuwepo na mahitaji yalikuwepo, kwa hiyo zile movement zilikuwepo, isipokuwa sehemu ya Altai ilikuwa ndio kama center muhimu ya watu kuweza kupita, na ndio maana watu wenye asili ya pale Altai ilikuwa ni rahisi wao kuweza kuhama, yani kusafiri aidha na misafara na mfano wake. Ndio maana inaonekana kwamba wamesambaa katika sehemu ya Central Asia, bara la katikati ya Asia, wamekwenda mpaka katika sehemu za Caucasus, wameenda mpaka katika sehemu za Anatolia kule Uturuki, wameenda katika sehemu za Siberia upande wa mashariki kule mwa nchi ya Urusi, wamepanda mpaka kwenda katika sehemu za Greenland, wameelekea mpaka Canada, wameshuka mpaka kuelekea katika bara la Amerika Kusini. Kwa hiyo of course ni moja katika kitu muhimu na ni kitu kizuri kufahamu vitu kama hivyo ya kuhusiana na center muhimu kama sehemu ya Altai, ambayo actual maana yake ni moja katika economic corridor, ni sehemu katika corridor muhimu ya kiuchumi ambayo ilitaka itengenezwe tena na nchi ya China na nchi ya Urusi, lakini vile vile ni moja katika kumbukumbu muhimu za movement za wanadamu, maana yake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nafikiri ni moja katika very interesting story, ni story ambayo inafurahisha, unaweza ukaichukua ikakupa faida kidogo. Uwe na muda mwema.